Kuna vitu nimejifunza kwenye maisha, yani havihitaji kujielezea wala kumuomba mtu msamaha. Nitakupa mfano mdogo. Mimi katika maisha yangu ya urafiki, sijawahi kuzoeaga kwenda na mtu sehemu alafu nalala naye room moja. Inanishinda kwa sababu kadha wa kadha. Sababu ya kwanza iko kiafya zaidi, sababu ya pili ipo kiroho zaidi, na sababu ya tatu ipo wa kujitambua zaidi. Sababu ya kwanza ya kiafya, mimi nina allergy mbaya sana. Nina allergy mbaya sana. Na allergy yangu haijawahi kunidhuru kufikia kiwango kikubwa kwa sababu nilijua mapema na najua namna ya kuidhibiti. So huko mtu hawezi kutake advantage hata siku moja. Allergy yangu kwanza, nina allergy na harufu mbalimbali ikiwemo uchafu, vumbi na vitu vingine. So sipendagi kulala na mtu kwa sababu sometimes harufu ya mtu mwingine inanikwaza. Sababu ya pili ipo kiroho zaidi. Sehemu unapolala sio kwamba unalala, ni sehemu ambayo unapumzika. Nafsi au roho yako huwa inasafiri, hailali. Mwili unalala, nafsi inasafiri kwenye dimensions zake, inaenda kuchukua taarifa nyingine kwenye ulimwengu wa kiroho na kukumbusha Mungu. Kwenye ulimwengu wa kiroho anazungumza na sisi kupitia njia mbili. Na njia ya kwanza ambayo ndo malango ya kimungu na malango ya kiroho zaidi huwa ni ndoto. Kila ndoto yako ina maana. I'm good in psychology and I'm good in spiritual. So nitakwambia kitu. Kwenye psychology utaambiwa unachokiwaza ndicho utakachokiota, kwa sababu ubongo wako umewekeza akili au mindset huko. Lakini kiroho, kila ndoto ina taarifa. Hakuna ndoto inakuja kwa bahati mbaya. Kila ndoto ina maana na ina ujumbe maalum uliobeba. So malazimu kulala, so sema kulala na kila mtu, kwa sababu si kila mtu unamfahamu wema wake katika ulimwengu wa kimwili ndivyo alivyo kwenye ulimwengu wa kiroho. Hapana. Kuna watu katika ulimwengu wa kimwili ni vijakazi tu, utawaona watu wasiokuwa na A wala B wala C, lakini kiroho ni wafalme, ni malkia, huenda ni mfalme wa wachawi, huenda ni mfalme wa kuponyesha au kuponya wengine. So huko kuna mambo mengi na